Jeshi la polisi Tanzania limesema kutokana na hali ya usalama nchini kuwa shwari, vyama vya siasa na wadau wengine wenye nia ya kufanya mikutano wanaruhusiwa isipokuwa kwa kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya husika kama sheria inavyoelekeza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Julai 29, 2026 na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu Dodoma, awali ilikuwa likitoa tahadhari kuhusu baadhi ya watu waliodaiwa kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu kwa kutumia maandamano yasiyofuata sheria, ikiwemo kupanga mauaji, kuchoma moto shule, kulipua transformer za TANESCO, kufunga barabara na kupora silaha za askari. Jeshi la polisi limesema kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limefanikiwa kuwafuatilia na kuwakamata baadhi ya watuhumiwa, huku wengine wakiendelea kutafutwa. Aidha, polisi imewashukuru wananchi kwa kushirikiana nao vizuri na kusisitiza kuwa kutokana na hali ya usalama kuendelea kuwa shwari, vyama vya siasa na wadau wengine wenye nia ya kufanya mikutano waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi, lakini pia kuweza kurejea katika mwongozo mzuri wa sheria inavyoelekeza. Jeshi hilo pia limetoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya uhalifu au mipango ya kufanya vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Karibu mtazamaji uweze kupata undani wa taarifa hii. Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kuwajulisha wananchi na wadau wengine kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Mtakumbuka kwa nyakati tofauti Jeshi la Polisi limekuwa likitoa taarifa za kiusalama, ikiwepo za baadhi ya watu kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu kwa kutumia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Katika kupanga na kuhamasisha huko, walikuwa wakielekezana mbinu watakazotumia kufanikisha malengo yao, ni pamoja na kuua watu, kuchoma moto shule ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transformer za TANESCO, kufunga barabara na kuwapora askari silaha. Hayo walikuwa wakiyapanga kupitia vikao vya ana kwa ana na kurubuni baadhi ya vijana. Pia walikuwa wakitumia mitandao ya kijamii kusambaza jumbe mbalimbali na kufanya mikutano kupitia klabu za mitandaoni. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama walifanikiwa kuwafuatilia kwa karibu sana na kufanikiwa kukamata baadhi yao, na idadi yao tuliitangaza Julai 9, 2026, na kati yao wameshafikishwa mahakamani kama tulivyotoa taarifa tarehe 26 mwezi wa 7, 2026, na wengine bado wanaendelea kutafutwa. Tunawashukuru sana wananchi kwa ushirikiano waliouonyesha kwa namna walivyozingatia maelekezo na kutokufuata au kushiriki katika vitendo vya kihalifu vilivyokuwa vinapangwa na kuhamasishwa. Kitendo cha wananchi kuvikataa vitendo hivyo, ndiyo maana tunaweza kusema leo nchi yetu ipo shwari. Kipindi ambacho tulikuwa tunapitia wakati huo wa baadhi ya watu waliokuwa wanapanga na kuhamasisha vitendo hivi vya kihalifu, Jeshi la Polisi tulikuwa tukipokea taarifa kutoka vyama mbalimbali vya siasa na baadhi ya waheshimiwa wabunge wakitoa taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao kwenye majimbo. Jeshi la Polisi ambalo ndilo lenye mamlaka ya kusimamia usalama katika mikutano ya aina waliokuwa wakitoa taarifa, tulikuwa tukiwaita na kufanya nao vikao na kuwashauri kuahirisha kutokana na hali iliyokuwepo. Kutokana na hali ya nchi kuendelea kuwa shwari, Jeshi la Polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo
waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Aidha, Jeshi la Polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu, ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndiyo mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.